Hello my beautiful people, karibuni Idazara, ni wauzaji wa multivitamin, supplements pamoja na body care. Tunapatikana Mwanza mjini, junction ya Deluxe, barabara inayoshuka kwenda U-turn. Lakini pia tunapatikana kwenye platform za social media zote kwa jina la Idazara. Karibuni sana Idazara, awaken your inner glow. Mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Geita, Manjale Magambo, amelaani vikali vitendo vya utekaji vinavyoripotiwa katika msitu wa kutoka Geita kuelekea kata ya Bugurula, Kamhanga na Nyawilimilwa ambavyo vimeendelea kusababisha majeraha na vifo kwa wananchi. Akizungumza na wanachama na viongozi wa CCM, Manjale amesema kuwa chama na vijana hawakubaliana na matukio yanayoleta madhara kwa wananchi, hasa yale yanayopelekea upotevu wa maisha. Baadhi ya wananchi walisema kuwa hali hiyo inawafanya waishi kwa hofu kutokana na kushuhudia visa vya utekaji mara kwa mara katika eneo hilo. Kutokana na malalamiko hayo, kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Sofia Jonge, ameeleza mikakati ya kuhakikisha usalama kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kuimarisha doria za mara kwa mara katika eneo hilo. Hii ni News Update Media. Wizi, vijana wetu wanapigwa na kuuawa kwenye hili poli. Tunakemea mambo haya sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Lakini tuwaombe, sisi tunatambua kazi kubwa inayofanywa na jeshi la polisi, na wako kazini kukomesha mambo haya ya kihuni. Na tumesikitika leo kuna kijana mmoja alitekwa mle, akakatwa na mapanga, leo kafariki. Mambo kama haya tunatakiwa jamii yote kwa pamoja tuyakemee na tuyakatae, kwa sababu hawa watu wanaofanya mambo ya kihuni na ya hovyo tunaishi nao, na wengi wetu tunawaficha. Tunataka jamii yetu inyanyuke, tuwafichue watu wa hawa na tuwakatae. Mimi nataka niwaambie, jeshi la polisi ni wachache sana, sisi raia ni wengi. Hawawezi kufanya mambo yote. Najua wanajitahidi, wanafanya kazi kubwa. Tuwasaidie na tuwape ushirikiano kuwafichua watu hawa. Sisi jamii kiamka na kuamka na kupinga mambo haya, hayatatokea kwenye maeneo yetu, kwa sababu wanaouawa ni ndugu zetu, wanaopigwa ni ndugu zetu, ni watoto wetu, ni jamii yetu. Tunaondoa nguvu kazi kwenye jamii yetu. Tukataeni mambo haya. CCM oye! Mimi nataka tunapokaa kwenye jamii yetu, watu wasioeleweka tuwafichue. Watu wanaokuja kwenye miji yetu wasioeleweka tuwafichue na tuwakatae. Tutoe taarifa. Mambo haya, wakurugenzi wa mkoa, hatufurahishwi na kuona vijana wetu wakiondoka duniani, hasa wakiwa vijana. Hata baba zetu, hata mama zetu hatufurahii. Tunayalaani matendo haya na tunayakemea yakome kabisa kwenye mkoa wetu. Hawa vijana tunawategemea. Hawa vijana ndio viongozi wa kesho. Hawa vijana ndio wanaojenga uchumi wetu wa kila siku. Vijana wengine walikuwa ni bodaboda, wanatusafirisha kutupeleka mjini, wanaturudisha kwenye maeneo yetu. Hasa wakiondoka, nani atafanya kazi hizi? CCM oye! Kwa hiyo sisi umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Geita tunalaani na tunakemea matendo haya. Na tuvitaki tu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viharakishe maeneo yetu yarudi kuwa na usalama zaidi. Kwani tunahitaji kufanya shughuli tukiwa salama, shughuli ziwe usiku na mchana, si ndio jamani? Hatuhitaji kufanya shughuli kwenye maeneo yetu huku tukiwa tunaogopa. Tunahitaji tufanye shughuli hizi tukiwa na amani, na tuna imani na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kwani nchi yetu mpaka imefika hapa ina amani. Tuwapeni ushirikiano. Na mimi nina hakika chini ya kamanda wetu wa polisi wa mkoa Sofia Jongo na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, mambo haya yatakomeshwa haraka iwezekanavyo. CCM oye! Takuwaomba tuwapeni ushirikiano jeshi la polisi, tuwapeni ushirikiano vyombo vya ulinzi na usalama. Tunaamini matendo haya yatakomeshwa mara moja. Kwa majina naitwa Metusela Faustini Kapina. Yani kwa utekaji ule, yani sifurahi sana. Yani tunakuwa tunapita kwa wasiwasi, kwa sababu ukiamuka kutoka huku, kwa mfano huku Kishinda kwenda Geita, unaenda kwa wasiwasi kwamba nitafika au usifiki, kwa sababu ni muda wote tu mle unatekwa, iwe mchana iwe asubuhi, yani wenyewe hawana masaa. Yani sifurahi na kile kitendo kwa kweli. Kwa majina naitwa Joseph Juma Madaa, ni mkazi wa Kishinda. Kushuhudia kwangu ni babangu alitekagwa, alikuwa tarehe 17 hivi mwezi wa 6 mwaka jana. Ndio siku wameanza kuteka mle polini. Alitekwa, mzee wangu alikuwa anatoka kwenye kikao. Alipigwa, usalama wake alikuwa na kahela kidogo, wamechukua hela.
Baadaye nimekaa kidogo, sisi tulikuwa naingia mjini kule, watu tunaogopa sana kupitia ile barabara. Watu tunaogopa kupitia ile barabara, barabara ilikuwa na jam nyingi sana. Mikakati ipo, tunafanya doria za mara kwa mara kwenye hilo pori, na kwamba tulishakamata watu wengi tu wanaohusiana walikuwa na wapora watu maeneo hayo, na sasa hivi hali ni shwari. Labda kama kuna tukio ambalo limeripotiwa ndani ya huu mwezi mmoja ambao mimi siko ofisini, lakini sijalisikia. Kwa hiyo kama lipo tukio limetokea na wananchi hawajaripoti, hiyo hatuna taarifa, lakini ninachofahamu sasa hivi hiyo kata sasa hivi kwa shwari na wananchi wanaendelea shughuli zao.